Ni mwaka 1943 ndipo alipozaliwa John Kidakure. Na tutamani sana kuendelea kumuona John Kidakure, lakini ametangulia mbele za haki. Mheshimiwa Dickson Mwipopo, yeye ni mjumbe wa kamati ya siasa mkoa wa Iringa. Ndio safari yetu Matukio Daima kuja hapa kumpa pole kwa niaba ya familia. Nafahamu kwa niaba ya familia nzima wamepata pigo, ni wakati mgumu wanapitia, na Waswahili wanasema mapito yanaweza kukuchafua, lakini thamani yako itabaki pale pale. Heshima kwako. Pole sana Dickson Mwipopo, pole sana familia. Mimi ni Francis Godwin na hii ni Matukio Daima. Kazi. Marehemu alipata elimu ya msingi katika shule ya msingi Msukanzi, kisha akaendelea na elimu ya sekondari katika shule ya sekondari Tosamaganga. Baadaye alijiunga na chuo cha ualimu Matogoro Songea mkoani Ruvuma, ambako alipata mafunzo ya ualimu. Alianza kazi ya ualimu na kwa bidii na uaminifu. Kwa sababu ya bidii na uaminifu wake alipandishwa cheo na kuwa mkuu wa shule, na baadaye akawa afisa elimu kata, na mwisho mpaka anapokuja kustaafu alikuwa afisa elimu kitengo cha kilimo wilaya. Aliendelea kulitumikia taifa na jamii kwa kujituma hadi alipomaliza utumishi wake, huduma na uongozi katika kanisa. Marehemu John alikuwa muumini aliyejitolea katika kanisa Katoliki, akihudumu katika nafasi mbalimbali za uongozi kama alikuwa mwenyekiti wa halmashauri ya walei wa parokia ya Makuta mwaka 1986 mpaka 1988, lakini pia akawa mwenyekiti wa halmashauri ya walei wa mtaa wa Kinyanambo A na Ikweta mwaka 1989. Kisha akawa mwenyekiti wa halmashauri ya walei Kinyanambo mwaka 1998 na mwenyekiti wa kituo cha sala Kinyanambo mwaka 2013. Paroko Padre Steven katika kutafuta na kununua kiwanja ambacho baadaye kilijengwa kanisa la parokia ya Kinyanambo ya sasa. Mchango huu utaendelea kuwa sehemu muhimu ya historia ya huduma yake kwa kanisa. Maisha ya familia. Mwaka 1971 marehemu John Romanus Kidakure alifunga ndoa na mama Estelina Mwipopo. Walijaliwa kupata watoto 6, 4 wa kike na 2 wa kiume. Kwa masikitiko, Saba. Familia yake ndiyo urithi mkubwa wa upendo, malezi, mafunzo na misingi matibabu katika hospitali mbalimbali ikiwepo ya hospitali ya taifa ya Muhimbili. Familia iliendelea kuwa karibu naye kwa upendo na msaada. Urithi wake utaendelea kuonekana katika familia, kanisa, jamii na katika mchango wake kwa elimu na maendeleo ya parokia ya Kinyanambo. Maisha ya marehemu John Romanus Kidakure yalikuwa mfano wa bidii, uongozi, huduma kwa kanisa, upendo kwa familia na kujitolea kwa jamii. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya maisha yake na kwa miaka iliyotuwezesha kuishi pamoja naye.
asante kwa maisha yake, asante kwa huduma yake, asante kwa upendo kwa familia, asante kwa mchango wake kwa kanisa na jamii. Mungu ailaze roho ya marehemu John Romanus Kidakule mahala pema mbinguni. Shukrani. Familia inatoa shukrani za dhati kwa ndugu, jamaa, marafiki, kanisa Katoliki, viongozi wa kanisa na jamii kwa ujumla kwa maombi, faraja, upendo na ushirikiano waliotoa wakati wa ugonjwa, kifo na mazishi ya marehemu. Mungu awabariki sana. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Unilaza katika malisho ya majani mabichi, kando ya maji ya utulivu uniongoza. Zaburi ya 23 aya ya 1 mpaka ya 2. Tumsifu Yesu Kristo. Shana, karibu. Orodha ya watakaotoa mashada au watakaoweka mashada. Kwanza nitasoma, kisha tutajiandaa na baadaye tutaanza kuweka kwa kusoma mmoja mmoja. Tutaanza na mke wa marehemu, atafata watoto wa kiume wa marehemu na wake zao. Watafata watoto wa kike wa marehemu na waume zao. Watafata dada zake marehemu na waume zao. Watafata kaka na wadogo wa kiume wa marehemu. Kisha watafata shemeji wa kiume wa marehemu wakiwakilishwa na Ignas na Idifons. Halafu shemeji wa kike wa marehemu. Halafu watakuja wawakilishi wa majirani. Halafu wawakilishi wa jumuiya ya Maria wa Rozari Takatifu. Kisha watakuja wajukuu wote wa marehemu. Halafu watakuja vitukuu wote wa marehemu. Watafata watumishi wenzake Nolasco kutoka Morogoro. Watafata wawakilishi wa wachimba kaburi na mafundi ujenzi. Atakuja mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Kinanambo. Halafu atafata mheshimiwa diwani ambaye pia ni mwenyekiti wa mji wa Mafinga kama yupo. Halafu mwishoni ambapo tayari ameshawakilisha baba yetu aliyeongoza ibada ya mazishi hapa. Sasa kwa kuanza, tuanze na mke wa marehemu. Tafadhali walioandaa mashada msaidie mama. Zoezi la uwekaji wa mashada endelea kwa taratibu kabisa. Namuona anasogea mke wa marehemu mama yetu Kidakule akiweka shada akisema kwa heri. Asante. Wanafuata watoto wa kiume wa marehemu na wake zao. Watoto wa kiume na wake zao wakisogea, ndicho kinachoendelea muda huu. Basi wafuate watoto wa kike wa marehemu na waume zao. Kupamba mwili wa baba kwa mara ya mwisho. Mashada yako mengi kwa sababu, kwa hiyo tuwape wote washike. Watoto wa kike wakiupamba mwili wa baba. Ndio. Wanaofuata ni dada zake marehemu na waume zao. Dada zake marehemu na waume zao. Dada zake kama tulivyosikia, tukimpamba kaka.
tuwapishe dada zake marehemu. Naomba tuache nafasi. Yeah. Wafuate kaka na wadogo wa kiume wa marehemu. Kaka na wadogo wa kiume wa marehemu. Wanafuata kaka na wadogo zake wa kiume marehemu, wakiweka heshima, wakisema kwa heri. Asante. Wafuate shemeji wa kiume wa marehemu, wakiwakilishwa na Ignas na Ildefonsi. Shemeji wakiwakilishwa na Ignas na Ildefonsi, washemeji wa marehemu wakimuaga shemeji yao, wakimuaga shemeji yao, shemeji Ignas. Asante. Wapate shemeji wa kike wa marehemu wote, shemeji wa kike, shemeji wa kike wote, tusogee tukampambe shemeji yetu. Mashemeji wote tusogee. Jamani, shemeji hawapo, dada zake na Estelina, wadogo zake, dada zake Estelina, dada zake, wadogo zake wote waje. Mashemeji wote tusogee. Wafuate wakilishi wa majirani. Majirani. Mzee wetu aliishi na majirani kwa upendo. Tunaomba mwakilishi mmoja sana, Dokta. Wafuate wapwa, kwa maana waliokuwa wakimuita mjomba, wote wakiwakilishwa na Dickson Mwipopo. Wapwa wote tukiwakilishwa na Mheshimiwa Dickson Mwipopo. Pole sana mkurugenzi Dickson, pole sana. Wapwa tukiongozwa na mkurugenzi Dickson Mwipopo. Pole sana. Pole sana. Mzee Jacob Kwambe naye ataweka shada kwa binamu. Mzee Jacob atasogea. Anasogea mzee Jacob muda huu, anaweka shada. Asante. Wanasogea wajukuu. Wajukuu wote. Wengine wapo kwenye gari huko, naomba mnisaidie washuke taratibu. Wajukuu wote twende kwa babu. Wapo kwenye gari, nisaidie washuke taratibu. Tuwasaidie wajukuu wasogee, alafu tuwaandae vitukuu watafuata. Kwa hiyo tuwaandae pia. Wajukuu wote tafadhali. Wajukuu. Wajukuu wanalizunguka kaburi, ndicho kinachoendelea muda huu. Wako wengi kwelikweli na wamefanikiwa kulizunguka kaburi la babu, na wanainua mashada juu na wanayashusha chini namna hiyo. Ndicho kinachoendelea. Kufuata baada ya wajukuu waje watukuu, vitukuu wote wale 7 waje vitukuu wa marehemu.
Asante. Wameitwa vitukuu kulingana na msomaji wa majina, amewaita vitukuu. Tunaomba vitukuu tusogee. Tunaomba vitukuu tusogee. Naomba mnisaidie vitukuu wasogee. Wanafamilia tuwaongoze vitukuu. Bila shaka watakuwa ni wadogo kweli. Naomba mnisaidie wasogee vitukuu. Wanafamilia wameitwa vitukuu. Asante. Asante vitukuu. Nawaomba watumishi wenzake na Nolasco kutoka Morogoro. Watumishi wenzake na Nolasco kutoka Morogoro, karibuni kwa ajili ya kutoa heshima za mwisho. Wafate wazee wastaafu wakiongozwa na mzee Magoti, wazee wastaafu waliofanya kazi na marehemu. Wenyewe wana mataji yao, walishatengeneza wazee wastaafu. Haya, tunanyanyua juu kwa pamoja na mpendo wetu, ndio tunashusha taratibu namna hiyo. Poleni wazee. Asante sana. Mzee mwenzenu amewaaga. Anayefuata ni wawakilishi walioandaa nyumba ya marehemu, kwa maana na wale mafundi. Mwakilishi akiongozwa na Tolu ambaye alikuwa yeye anasimamia kuandaa nyumba hii. Tolu umwage pata mdogo. Tolu umeitwa wawakilishi wa kuandaa sehemu hii. Namwomba mwenyekiti wa serikali ya mtaa Kinyanambo. Mwenyekiti serikali ya mtaa Kinyanambo mzee Kigulo akiwasili, akiweka heshima za mwisho. Wanaofuata kabla ya mheshimiwa diwani kama yupo, watoto wa wadogo zake wa marehemu wote kwa pamoja kwa uwakilishi tusogee tuweke. Tunamuaga baba mdogo, wengine baba mkubwa, wakiongozwa na sogee kwa pamoja, na wale wake zenu waume zenu nao wasogee waweke kwa pamoja. Baba mdogo hao ni wengi. Tunyanyue juu. Asante. Taratibu tunashusha. Poleni sana. Ndio. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina la Bwana lihimidiwe. Poleni sana watoto wa wadogo zake na John. Basi kwa nafasi hii sasa anafunga mheshimiwa diwani kama yupo, na kama hayupo basi mwakilishi wake mheshimiwa diwani ni mwenyekiti wa halmashauri. Tenuki tumtetaji aweke. Anakwenda mwakilishi wa marafiki wote wa marafiki Zeka Benuke. Wakati wa salamu mbalimbali tupate salamu kutoka kwa mbunge wetu yule mwenye nazo aliyeagizwa. Nesa, popote ulipo tusogee. Karibu Nesa, uwakilishe salamu za mbunge. Baada ya salamu tutapata taarifa za michango. Karibu. Poleni kwa msiba, ndugu wa familia na wafiwa wote na wananchi wote. Mheshimiwa anatuma salamu nyingi za pole kwa familia. Alipaswa kuwa nasi lakini yuko safarini, na mchango wake ameshawakilisha kwa mwenyekiti. Poleni sana. Asante. Nimkaribishe mwenyekiti serikali ya mtaa tupate taarifa za michango na matangazo mengine kama yatakuwepo. Karibu. Mwenyekiti. Yesu Kristo.
kwa niaba ya uongozi wa serikali ya mtaa wa Kinyanambo na wana Kinyanambo wote, nichukue nafasi hii kutoa pole kwa mama Estelina Mipopo, watoto, wajukuu, vitukuu na wale wote walioguswa na msiba huu. Sisi kama serikali ya mtaa, Mzee Kidakule ameacha pengo kubwa, kwa sababu tulipoasisiwa kama mtaa mwaka 2014 tulimteua kuwa mshauri wetu wa serikali ya mtaa. Ameendelea kuwa mshauri hadi umauti ulipomkuta. Hivi pengo lake halitazibwa, na tunaposema pengo lake halitazibika, mara nyingi tumekuwa unakuta kesho ametoweka, pengo halitaziba, lakini wanabadilisha mtu mwingine kwenye ile nafasi, na sisi pia tutafanya hivyo. Lakini tafsiri ya pengo kutokuzibika ni kwamba kwenye nafasi ile akija mtu mwingine katika utendaji wake hatafanya vile vile kama yule. Ndio tafsiri ya pengo halitazibika. Sasa mtu anabadilishwa, lakini hawezi kutenda kama vile. Kwa hiyo na sisi kama mtaa wa Kinyanambo tunaamini ushauri ambao Mzee Kidakule amekuwa akitupatia katika serikali, hata akija mtu mwingine hatatoa ushauri kama ule ambao Mzee Kidakule alikuwa anatushauri. Hivi kwetu ni pengo kwa familia, lakini kwa sababu tunaaswa na maandiko matakatifu kwamba kila nafsi tutaonja mauti, hatuna namna, sisi sote pia tutaenda huko. Kikubwa tumuombee mwenzetu, na yeye akifika huko atuombee. Raha ya milele umpe Bwana, marehemu apumzike kwa amani. Nina tangazo moja la serikali, nalo ni kwamba wananchi wa mtaa Gangilonga mnatangaziwa siku ya Ijumaa saa 8 tutakuwa na mkutano wa hadhara pale kwenye ofisi ya mtaa. Basi baada ya kusema hayo, nikaribishe msoma michango Frank Milowela, popote ulipo. Katika mitaa yetu hii tuimarishe usafi wa mazingira, na tuweke tahadhari kubwa sana kwenye masuala ya moto, kwa sababu moto umekuwa ukileta athari kubwa sana, unachoma mali za watu kwa ajili ya kutopoteza mali zetu. Frank Milowela, nakusogea. Basi niwaombe sana katika kipindi hiki kigumu, familia, sisi kama serikali ya mtaa tutakuwa pamoja nanyi. Maombolezo mema. Basi tusikilize taarifa ya michango. Asante MC. Asante kwa nafasi hii. Nipende kusema familia ya Kidakule, nimesimama kwa niaba ya familia kwa ujumla, upande wa kina Mpopo, akina Mjuma, akina Mkwambe. Tunasema hivi, tunashukuru, tunatoa shukrani za dhati kwa hili jambo ambalo limetutendea. Kwa maana hiyo tunasema hivi, Mungu ndio atakayewalipa, na tunasema karibuni wote tulivyo kwa umoja wetu nyumbani tupate chakula, asitokee mtu kuto. Tuanze na kumbukumbu ya kwanza. Niombe zao wasogee tupate picha hapa. Watoto wa marehemu, jamani, tuwapishe tutapata picha. Watoto wa kumbukumbu, tuchukue kumbukumbu. Yale ya matangazo itulie kidogo, tuongoze ili zoezi dakika 3 tu. Asante watoto, wajukuu, mkubwa. Jamani, dada mkubwa amekuja sasa. Akai basi katikati, dada mkubwa. Dada mkubwa. Dada mkubwa. Asante jamani, hawa ndio watoto wa marehemu. Kaka mkubwa wa kwanza aanze, afuate wa pili mpaka hapo sasa. Jamani, wale ndio watoto wa marehemu. Haya, tutulie. Kumbukumbu.
Asante wajukuu. Jamani, mama huyo, mama mke akiwa na peke yake, tunaomba apate kumbukumbu. Jamani, mama, tupate kumbukumbu ya mama. Tumpishe mama. Mama akiwa na mabinti zake Yuni na wenzio. Asante, tumpeleke mama nao wapate picha. Wajukuu, twende kwenye magari. Mafundi waendelee na zoezi kuu. Karibu Iringa, karibu LM Lodge. Hapa ndipo penyewe. Vyumba vyetu ni kiwango cha gharama nafuu zaidi. LM Lodge hapa ni free wifi, kifungua kinywa zaidi ya nyumbani, maji ya moto wakati wote, parking ya uhakika na ulinzi kama jeshini. LM Lodge tunapatikana Kichangani, Iringa mjini. Tupigie simu namba 0745820310 ama 0678886657. LM Lodge, hapa ni comfort zone. Unaweza kuwa umefika Iringa mara kadha kadha na ukawa unatafuta mahali ambapo unahisi moyo wako unaweza kusikia vizuri zaidi. Sasa hapa Iringa mjini ukifika mkabala na stendi kuu ya mabasi ya zamani, utakutana na jengo refu. Hilo jengo si mahali pengine popote, hapo ni Lumilo Classic Hotel and Tours. Hapo ni mahali ambapo utahitaji kupumzika. Kuna nafasi za kutosha, vyumba karibu 80, lakini huduma za kwake ni nzuri na ni rahisi tu hapo kama una shughuli zako za mjini kutoka kuingia, na usiona gharama nyingine yeyote, na ukahisi kwamba maisha yako mazuri sana. Nikwambie kitu, life is beautiful. Staying is believing place in your hearts. Karibu. Stani. Ushafika hospitali? Hospitali? Nani anaumwa? Si nimepigiwa simu na walimu hapa, wananiambia Bwakila hali yake mbaya, amemkimbiza hospitali. Nitumie elfu 30. Wewe, Bwakila mbona niko naye? Kuna? Walimu gani sasa walote? Hao matapeli. Na ukishaona jumbe za hivyo, yani moja kwa moja nenda kwenye uwanja wa message, andika utapeli, tuma kwenda 15040. Utapokea ujumbe wenye maelekezo. Utaweka namba ya utapeli. Ndio shughuli yake inaishia hapo. Kweli? Mimi ndo nakwambia fanya hivyo. Hebu mpe Bwakila. Bwakila huyu hapa. Baba, tuma elfu 30 basi ule utaka kuwatumia walimu. Takuripoti, wewe jiche tu wetu. Ujumbe huo umeletwa kwenu na Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania, TCRA. Nikwambie kitu mtazamaji wa Matukio Daima. Clock Tower Kefu ni moja tu. Tofauti ya Clock Tower Kefu na sehemu nyingine ni moja. Kwanza Clock Tower Kefu wahudumu wake ni wacheshi, lakini huduma zao ni bora kuliko, lakini kubwa zaidi kwamba vitu vyao vyote vinavyouzwa Clock Tower Kefu ni bei nafuu kuliko. Usiulize wapi kefu nzuri, uliza tu Clock Tower Kefu. Clock Tower Cave. Tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677220022 au 0657366667. Clock Tower Cave Iringa, ladha inayounganisha wapenzi.
Ndiyo, Clock Tower Cafe, home of delicious meals.